Plani yetu tuzuie, kwa sababu Simba ni wazuri kwenye kucheza, kupiga penetration pass, kupiga area ball, mipira ya juu. Kwa hiyo tulibidi tuwe compact ili mradi tuzuie, tuone mistake yao iko wapi, na kweli tumefanikiwa kwenye kuzuia. Nadhani tumeruhusu goli dakika 25 na individual mistake ya goalkeeper wangu, kwa sababu ilikuwa kona. Kwangu mimi nilikuwa nadhani anaweza akafanya catch up, lakini akafanya pailing, yeye akataka kufanya catch up, mpira ukadondoka ndani, Lolemba akatuadhibu. Tulivyokuja second half tumejaribu kufanya mabadiliko ili tukimbie kwenye wide area, kwa sababu tumeona madhaifu ya Duchu pamoja na Mdigo walikuwa more offensive. Kweli tumebahatika kupata hizo nafasi, lakini kuna mistake ambayo tulikuwa tunafanya ndani, tukamwaruhusu apate hizo more penetration pass. Tumejifunza kitu, awareness yetu bidi tukaiongeze, decision kwa turudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutaenda kurekebisha tulipokosea leo. Kocha, licha ya kufungwa, kuna maeneo unahisi mliwaoutshine Simba kwa baadhi ya nyakati? Nadhani second half alivyoingia Cosmas alikuwa na hiyo speed kwenye wide area, alivyoingia Moses Kitando alikuwa na uwezo kukaa na mpira, lakini unaenda kucheza na Simba uwezo kwenda kuwa open, isingekuwa vizuri hapa kwa supporter wetu. Tumewaheshimu, tuwagee mipira, alafu sisi tuone baada ya kupata mpira tufanye hiyo quick counter attack. Pengine kuhusu goli chache ukicheza na mpinzani wenye kariba ya Simba Sports Club, huenda ikawa ni sifa ambazo unaweza kupeleka kwa wachezaji wako? No, kwangu mimi nawapongeza kwa sababu lengo halikuwa CRDB kwenye msimu huu, kwa sababu nimechukua timu ilikuwa ishacheza mechi 12. Tumebadilika toka tumeanza raundi ya pili. Kwa lengo letu nilikuwa nataka nione tunawezaje kwenda kukaba, kwa sababu tuna mechi 2 away na Stand pamoja na Kagera. Kwa hiyo walichonionyesha hapa kwamba nakichukua nende nikakiongeza uwanja wa mazoezi, nadhani naweza nikapata kitu kwenye hizo mechi za away 2. Rais Simba waliwapa ugumu katika maeneo gani hasa? Nadhani kwenye ile battle 1v1 wao walikuwa wazuri, awareness yao ilikuwa iko juu, decision yao kuna sehemu ulikuwa unaona kabisa wanafanya decision. Unaona Chama alikuja kuamua goli la pili, alikuwa uko bench, mwalimu aliona kuna mtu anamhitaji kupiga hizo penetration pass na kuongezeka juu, amekuja ametuadhibu.